Yes. Welcome Senko Linki. Leo hapa tunaonyesha namna ya kutumia au ya kutuma SMS kutoka katika mfumo wetu wa matokeo. Sasa hapa lazima uwe na software ambayo inaitwa DRPU bulk SMS. Na hapa sisi tutakupa, ukinunua mfumo wetu wa matokeo tutakupa hizi software mbili hapa. Kuna hii ya kwanza ya demo, alafu kuna hii ya pili ya pro. Hii ni professional, hii hapa ni demo. Kwa hiyo tunakupa zote mbili. Tunakupa zote mbili kwa sababu kuna kompyuta nyingine hii hapa ya demo ya professional hii au pro haiwezi kufanya kazi bila kuwa na demo. Yaani ukituma SMS zitakuwa zifiki au zinafika nusu. Kwa hiyo tunakupa zote mbili na tunakuelekeza jinsi ya kuzitumia. Kwa hiyo cha kwanza kabisa utafuata hatua zifuatazo. Tutakupa na jinsi ya kutumia ni mfumo wetu mwongozo. Kwa utakupa mwongozo jinsi ya kutumia. Mfano kwenye kutumia bulk unatumia message kwenda kwa wazazi. Kwa hiyo tunasema cha kwanza mahitaji yake lazima uwe na kompyuta. Sababu hii software inafanya kazi kwenye kompyuta. Lazima uwe na Windows, kuanzia Windows 8, 10 na 11 na kuendelea huko. Uwe na smartphone. Kwa hiyo kwenye smartphone yako utachagua line moja kama unataka Airtel, Tigo, Voda, Halotel, iwe na kifurushi cha SMS. Alafu uwe na USB ambayo yenyewe itatumika kuunganisha simu na kompyuta. Kwa hiyo tunasema katika mfumo wa matokeo pale kuna sehemu ya kuandika namba za wazazi. Kwa hiyo utaandika namba za wazazi za wanafunzi husika. Baada ya hapo sasa tutakutumia software utakuwa utainstall kwenye kompyuta yako. Kwa kutumia software hizi zitakuwa mbili. Ya kwanza ni DRPU bulk SMS ya Android mobile phone, yani ni demo. Alafu ya pili ni DRPU bulk SMS professional. NB Windows 7 haikubali kuconnect. Jitahidi uwe na Windows tajwa hapo juu tulizo kutajia hapo juu. Hatua ya kwanza utaunganisha simu na kompyuta yako. Baada hapo utaruhusu option ya transfer file ili simu yako iweze kusoma kwenye kompyuta. Baada ya hapo utaruhusu option ya transfer data kwenye simu yako. Taonyesha hapa kwenye simu yako. Japokuwa sasa simu hamtoiona ila tutafuata hizi hatua hapa. Kwa hapo mimi nitachomeka simu taalau, alafu baadaye nitaenda kwenye setting. Kwa hiyo utaenda kwenye setting ya simu yako. Ukishaenda kwenye setting ya simu yako utaenda upande wa about phone. Ukishaenda upande wa about phone, sasa mfano kama mimi hapa natumia Samsung hapa. Natumia Samsung. Kwa hiyo utaenda about phone, alafu utaenda kwenye software information. Kama unatumia Samsung utaenda kwenye software information, utatafuta ile iliyoandikwa building number, utaligusa hapo. Kama mara 7 mara ngapi, atakwambia developer mode have been enabled. Baada hapo tena utarudi kwenye setting hapa, utatafuta developer option, utaibonyeza, alafu utashuka chini kidogo, utatafuta USB debugging. Utaiwasha, utabonyeza okay. Kama mimi hapo naona hapo simu yangu inasoma hiyo. Simu itakuomba uingize pattern au password kama simu yako ina screen lock nini. Mimi sina lock. Kwa kama una lock kwenye simu yako itakuomba hapo. Utabonyeza, utaweka hiyo nini tunasema password na kadhalika. Sasa baada ya kutafuta neno developer option, utaifungua option, utatafuta neno limeandikwa USB debugging, utaifungua. Baada ya hapo sasa hatua ya pili hii sasa tunaenda kwenye kompyuta sasa. Haya, kwa kompyuta yetu sisi ni hii software nisha install. Kwa tunaanza ya kwanza hii hapa mobile demo, tutaifungua. Tukishaifungua hii hapa, kama hapa procedure zinazosema, cha kwanza utaifungua mobile demo, alafu utaklik mobile phone connect wizard, click next. Hapa hivi. Kwa utaklik hapa, alafu itakuja hii pop, utabonyeza next. Hapa sasa utaiacha hii system itafute simu yako. Kuna simu utakuja message, utaallow,
utasema ni sawa, nataka kutumia USB debugging kwenye nani yako. Haya, sasa ikikwambia mfano hii message amekwambia bwana your phone is not ready. Haya, mfano hapa nilisema hapa. Haya, weka kompyuta lazima iwe na search ili kuunganisha option iwe. Haya, lazima simu yako kuna option, sometimes kompyuta ina search simu uliunganisha na kuja neno click hiyo. Sasa mfano hapa hivi. Niweka hapa chini hapa. Mfano nikwambia kwamba mobile is not ready, utakuwa unatakiwa kurudia hatua namba ngapi? Namba 2. Unabidi urudie hatua namba 2. Kwa utachomoa waya, utachomeka, utaruhusu. Baada hapo utarudi tena hapa. Utarudi tena. Utaitafuta simu yako. Ukishatafuta simu yako hapo. Baada ya kuitafuta simu yako utakuja kama message kama hapa. Utabonyeza tu okay. Simu yako itakuja, utaisubiria. Huku kuna simu yako itapop. Itakwambia DRPU mobile bank SMS, utaklik, utakuwa utaallow. Simu yako itatokea hapo, utaichagua. Haya. Utasema use selected hiyo to send message. Kwa hapa upande wa hii demo tayari. Kwa kama hatua zinavyosema hapa, baada kuweka hiyo ya demo, kinachofuata ni kwamba hatua nyingine utaklik mobile wizard next, hiyo tushamaliza, tushaallow, simu imekuja pale. Baada hapo sasa tutaiminimize hii, utakiwa kuikata hii. Utaiminimize tu, itakuwa ndogo hapa. Utaenda kufungua sasa baki professional hii hapa. Ukifungua hii hapa na utafanya vile vile tu. Kwa hapo utachagua Android. Baada hapo utakuja next, itasearch simu yako tena hapa. Itasearch simu yako, itakuja hii message, utabonyeza okay. Simu yako itakuja hapo. Simu yako itakuja. Hapo unasubiria kidogo tu hapo. Hapo ichukui muda mwingi, hapo inamaliza. Kwa hapo tunaisubiria. Kama mara yako ya kwanza unafuatilia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tutaisubiria hapa. Utabonyeza use selected device to send SMS. Sasa ukiwa hapa kama hatua zinavyosema hapa kwamba ukishatengeneza hiyo ya kwanza, tengeneza mobile next. Baada hapo utachagua use selected device to send SMS. Kama simu yako wakati mwingine ikiwa unaunganishwa unaweza tokea maneno haya mobile not device. Kama hapa isi itokea mobile device is not ready, tukabadilisha tukaanza tena kule juu. Kwa tunasema hatua ya 3 hii itakuwa inahusu kulodi namba za simu na ujumbe. Namba za simu na ujumbe wa matokeo kutoka kwenye mfumo wa matokeo kuja kwenye software. Sasa hapa utafungua mfumo wako. Unaweza kutumia vile vile ulivyo, sawa. Lakini unaweza ukaufungua ukasave labda za form 1, labda za form 2, za form 3, za form 4, inategemea na wewe unavyotaka. Kwa hapa wewe unaweza ukachagua zozote, yani unaweza ukachagua tunasema unaweza ukachagua SMS zozote. Haya, kwa tutarudi home, utaenda hapa SMS. SMS utachagua za form 4. Utasave ile faili hapa. Utasave ile faili la form 4 au unaweza kutumia tu hivyo hivyo, inakuwa ina shida. Haya, mfano situmie hivyo hivyo, tusisave. Tuache kwanza. Tusisave wala nini. Haya, kwa hiyo tutarudi kwenye banki yetu hii kubwa. Tutachagua hii hapa send unique or personalized SMS to every contact using Excel. Hapa utabonyeza continue. Hapa utabrowser sasa. Utachagua lile faili. Sasa hapa sisi tunao mafaili mawili.
ambapo tunaweza tukasema kwamba desktop. Sasa ikiwa kwenye ukisave, maana hapa inachagua XLS na XLSX. Sasa hapa sisi ule mfumo wetu ule upo katika macro. Kwa tunachokifanya sasa inabidi tu save. Hapo kwa kuna umuhimu wa kusave hapa. Yaani wa kuchagua kidato na kusave. Kwa tutafungua, tutakuja kwenye document hapa, tutachagua hii, tuchukue huu hapa. Kwa hapa tutaenda kwenye not printing result. Hapa kwenye SMS hapa. Kwa tutachagua form 4 tutasave. Sasa kwenye kusave, sisi tutachagua kawaida. Tutasave tu as a worksheet. Hapa nani hivi kwa tutasave as worksheet hapa. Tubonyeza hapo tutasave. Hapo utakubali. Itasave. Taisubiria hapo kidogo, hapa inakuwa tayari isha save. Kwa utarudi hapa kwenye kubrowser, tutabrowser. Haya, tutaingia kwenye document, tutaupata mfumo wetu hapa. Tutauingiza hapa. Utausubiria kidogo, hapo utausubiria kidogo utaload. Utaingia. Sasa hapa utachagua sehemu ambapo sheet gani imecontain na namba za simu. Sasa sisi hapa tuliandika SMS kwa wazazi. Yaani ni uchague sheet ambayo ina SMS na namba za simu. Kwa tumeichagua hiyo, tumeandika SMS kwa wazazi. Atachagua sasa column ambayo ina namba. Mimi hapa niliandika namba za wazazi, ndio sehemu ile namba. Alafu ni ujumbe niliandika SMS kwa wazazi. Kwa tutabonyeza finish. Sasa hapa itatuonyesha message zote na namba za simu na hizo message. Kwa mfano kama hapo hizo hapa taonyesha. Hapa sasa mimi niliweka ni kwamba ionyeshe tu zile namba za simu zilizokuwepo na message. Message mfano ni hiyo robo muhula, matokeo hayo yanaendelea huko chini. Kwa message ni hiyo ndefu, inakuwa ndefu. Sasa kwa mfano kama hauna uhakika na namba ulizoziandika, unaweza kusema hapa skip. Baada ya hapo unabonyeza send. Hapo itaanza sasa kutuma hizo namba message. Hapa sisi ijaza tu namba 3, kwa itaanza kutuma hapo. Ilipokuwa mimi huku sina bando SMS. Ila hapo itatuma, load. Kwenye simu yako utakuwa kuna mwekua vi message. Hapo kama unataka kuweka delivery unaweka delivery report, unaweka kwamba labda muda fulani, labda kwa sekunde fulani delivery message imefikia mhusika. Baada ya kumaliza itasema message send complete, process complete. Kwa hiyo sasa ndio jinsi ya kutuma SMS kwa kutumia mfumo wetu wa matokeo. Karibuni tena, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kwa hapo utafunga tu, uta exist. Basi kazi inakuwa imeisha.